Wafalme wa kwanza 10:25, soma fungu moja tu. Wafalme wa kwanza 10:25 anasema, wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu. Hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Tunaenda kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine wamesikia silaha hapa. Silaha tunaweza tukaibadilisha. Kama una Biblia mpya, leta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kuanza na kikundi kimoja cha baraza la mtaa. Naomba sasa kama mnakuja, kama kuna mwakilishi, tunaanza na mtaa. Baada ya hapo tutaendelea tena na vikundi vingine, tutakuja kwa washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Bado yupo. Jioni unaweza ukaleta, andika hadi yako. Kuna wengine hawatembei na fedha. Kama una mchele, kama una mahindi, maana hawa wanaenda tena katika maisha mengine. Kwa hiyo kama una mahindi, kama una mchele, kama una maharage, una mafuta na vingine ambavyo unaona vinaweza vikabebeka, basi unaweza ukaleta au kaahidi, kwa sababu wengine hawezi kuvileta hapa. Andika karatasi, mashemasi wataweka vizuri ili kuweza kupata na kuvipata hivyo vitu. Sasa nianze na baraza la mtaa. Karibuni kwa zawadi yenu kwa mchungaji wetu wa mtaa, tukiwa tunamwaga pia na kutambua huduma zao za kichungaji. Karibu. Aliyeandaliwa karibu, na kama kuna neno. Asante sana mnenaji mkuu katika huduma ya leo ya kumwaga mchungaji na kutambua huduma za kichungaji. Baraza la mtaa kwa niaba ya mtaa mzima, sisi ambao tumekusanyika kwamba tuwe na ufunguzi wa zawadi zetu na zile ambazo zitatoka kwa washiriki, tutawakilisha kiasi cha shilingi 100,000 ili kwa zawadi yetu kwa huduma za kichungaji na huduma za mchungaji. Nasemaje? Amina. Jamani, tunasemeje kwa zawadi hiyo? Amina. Naam, sasa ile kikundi kimeniambia sisi tu kidogo tusogeze hapo, tunajipanga. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sasa ninaomba fundi mitambo wakati huo unaweka nadhani sasa kichombo kingesogea hapo. Kisogee kabisa hapo. Hapo juu kabisa hapo, usiogope. Sasa tabaa hicho nadhani kitashuka chote. Hebu tafuta namna hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea sasa, tunaendelea na washiriki. Maana kuna kikundi ambacho kimoja kimebaki, wamesema baadaye kidogo wako wanajiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitaanza na kanisa la Rugese mahali tulipo. Washiriki wote njoni haraka haraka, muda umeenda. Washiriki wa Rugese njoni, tuweze kutambua huduma za kichungaji pia na kumwaga kwa chochote ambacho moyo unapenda utolee. Kanisa la Rugese, tunaanza na kanisa la Rugese. Sasa naomba shemasi mkuu wa kanisa hili aje asimame hapa, wanawasaidia. Shemasi mkuu wa kiume aje hapa.
panga mstari. Tuko kanisa la Rugeze, naomba tufanye haraka. Ukimaliza unapita huku nyuma unaenda. Safari hii shika sana ulichonacho hadi tufike mbinguni. Mawapasi ongela kwa majukumu mengine. Barikiwa sana. Barikiwe Bwana. Endelea na majukumu. Kanisa la Rugeze naona tayari. Kanisa la Mzani. Kanisa la Mzani. Kanisa la Mzani. Lakini bado washiriki wa kanisa la Rugeze naona bado wengine wako nje. Jamani, hatujalijua jambo linaloendelea. Kanisa la Rugeze naona wengine wako nje. Naomba tuje tushiriki wote kanisa la Rugeze. Basi wanakuja hao, safi sana. Ni jambo zuri ambalo tunaendelea kumpongeza mchungaji wetu kwa huduma nzuri. Tunaendelea kumshika mkono na kumwombea pale anapoenda, aende kwa amani na akaifanye kazi ya Mungu. Jamani, kanisa la Rugeze, karibuni sana kanisa la Rugeze mlioko nje ambao hamjashiriki, njooni mshiriki kwa kutambua huduma za wachungaji na pia kumwaga na kuendelea na majukumu ya mengine. Kanisa la Rugeze tufanye haraka. Tumekuwa pamoja. Naam, vizuri sana. Haya, kanisa la Mzani tunapita nyuma ya kamera ya Kabengo hapo. Tunapanga mstari hapa, tunatoa. Twende tufanye haraka sasa. Kanisa la Mzani mlioko nje, kanisa la Mzani, njoni tutoe sadaka zetu kwa kutambua huduma za kichungaji. Wakati wa kutawanyika, tusipokutana duniani, tukutane mbinguni. Kanisa la Mzani unatoa, unapita upande huu. Kwaherini wapendwa, kwaherini nyote, kwaherini wapendwa, tuzidi kuombeana. Kanisa la Mzani, kanisa la Mzani, ndio tutambue huduma za kichungaji na pia tukiwa tunamwaga kwa kuendelea na majukumu mengine katika mtaa wa Mtoni. Ilikuwa nzuri sayari dunia ilipoumbwa na Mungu, maisha mazuri mno Adamu. Ni machozi ya furaha. Naam, kanisa la Mzani mnapotoka muende moja kwa moja zilipopaki pikipiki wote, washiriki wote wa Mzani. Nenda muonane na uongozi hapo. Mnapotoka washiriki wa Mzani mnapita moja kwa moja katika mti huo mahali ambapo zimepakwa wamepaka pikipiki. Kwa kweli watusamehe kama kuna mahali tulikosea, maana sisi ni binadamu. Kanisa la Mzani, karibuni sana ambao mko nje, tufanye haraka. Unashika mkono haraka haraka ili tuende na muda.
ndio maana tuna uchungu tukitawanyika. Kama huna change, njoo nayo change zipo. Usiogope. Kwaherini wapendwa, kwaherini wote, kwaherini. Jamani, sikataka watoto tunafanya hivi. Tuzidi kuombeana. Safari hii kwa kweli ngumu. Shika sana ulichonacho. Naam. Watu wana machozi ya furaha wakiwa wanaagana na mchungaji. Jamani, ni karibu hapo Mtoni, unaweza ukamtembelea. Eti kama kwaya ina wimbo au baadaye, si bado tutaendelea na vipindi mchana. Nadhani tunaweza tukasitisha hiyo mkao mnaimba nini. Sawa? Si ninyi mna wimbo? Kanisa la Mzani, tufanye haraka. Na unapotoa sadaka yako, zawadi yako, unapita moja kwa moja unaenda nje kule, kuna maelekezo unaenda kupewa hapo zilizo walipopaki pikipiki hapo. Hakika ni furaha, machozi ya furaha ikiwa tunaagana na mchungaji wetu. Kanisa la Mzani tunawasubiria, fanye haraka. Fanye haraka kanisa la naomba kanisa la Chemchemi tuunge sasa. Wakiwa wanaendelea kutoa fundi mitambo tutamuomba baada ya kumaliza kutoa kanisa la Chemchemi, wakiwa wanatoa wengine watakuwa na wimbo ambao watakuwa wakiimba kanisa la Chemchemi, waimbaji wa mwisho. Tuunge sasa hapo, tufanye haraka kanisa la Chemchemi. Hata kama una ahadi andika tu, dumbukiza humo. Kama una ahadi dumbukiza, haendi leo, bado yupo. Andika zawadi kama umeiacha nyumbani. Shika sana ulicho nacho hadi tufike. Hebu tuende kwa haraka kidogo. Namshika mkono, ukimtakia baraka tele katika majukumu mengine, katika mtaa mwingine. Hao ni kanisa la Chemchemi wakiwa wakitambua huduma za kiuchungaji pamoja na kumwaga akienda katika majukumu mengine katika mtaa mwingine katika kazi ya uchungaji. Tuendelee sasa, tunafanya haraka. Tulikuwa tukitangaza ujumbe wa Mungu pamoja na pastor wetu. Tumekuwa pamoja tukitangaza ujumbe wa Mungu. Lakini wakati umefika. Kwaya mtakuja huku sasa, mtakanda hapa. Kwaya mtakuja hapa, wengine tutasimama huku, tutazunguka. Haya, kanisa linalofuata baada ya kanisa la Chemchemi, kanisa
la Karukwete. Kanisa la Karukwete, baada ya Karukwete kanisa la Ngalalambe Mtinakae. Baada ya Ngalalambe inasema hivyo pamoja na makundi yake. Pamoja na makundi yake. Kanisa la Karukwete na makundi yake. Kanisa la Ngalalambe na makundi yake. Wengine kuja huku, mzunguke huku. Kwa kweli ni machozi yenye furaha kutambua kazi nzuri ambayo ameifanya katika mtaa huu wa Sudani. Amefanya kazi nzuri, ametuunganisha kwa pamoja. Tumetambua uwepo wa Mungu kupitia katika huduma yake, na tunatamani tuendelee kuyaishi. Na mfundi mitambo sasa watakuwa wakiimba huku, kwaya itakuwa ikiimba wakati wengine wakitoa, na mnaweza mkabana bana huku, njoni msogee huku, mwache njia hapo. Na hii ni kanisa la Chemchemi wakitambua huduma za wachungaji pamoja na kutoa zawadi na kumwaga pia, akiwa anaenda katika huduma za uchungaji katika mtaa mwingine wa Mtoni. Naam, sasa karibu kwa wimbo. Naomba sasa kanisa la Karukwete wameshafika, wengine ambao uko nje, kanisa la Karukwete tuendelee na huduma hii inayoendelea ya kutambua huduma za kiuchungaji pamoja na kumwaga kwa chochote, kwa zawadi. Kutoa ni moyo. Tumunge mkono, tumsapoti, maana naenda tena katika mtaa mwingine. Haya, weka chini. Mchungaji wetu na mama mchungaji na familia yenu, ni leo twaagana, furaha na huzuni. Hili kanisa la Ngalalambe wakiwa wakimpongeza na kumwaga na kutambua huduma za kiuchungaji. Hekima mkazidishwe mchungaji. Kama kuna maiki hapo wapatie waimbaji. Mchungaji na familia yenu, ni leo Kanisa la Kimongola na kundi lake kama kuna tawi, naomba tufuate hapo kanisa la Kimongola. Kanisa la Kimongola tufanye haraka sasa. Hekima mkazidishwe kuombeana. Kanisa la Kimongola hao wanakuja baada ya kanisa la Kimongola. Tapenda sasa kualika kwaya ya vijana, wao wana special zawadi na wataingia kwa wimbo wao ambao wameuandaa. Safari ni ngumu, imani ni ngao yetu, tusipoonana hapa tuonane juu mbinguni, taji zetu ziking'ara, tuonane juu mbinguni, taji zetu ziking'ara. Kama kuna mshiriki ambaye amebaki kule nje hajashiriki mbaraka huu, tunaomba aje aweze kushiriki mbaraka huu. Ile kwa
tuingie. Tudumu kwa umoja, wageni wetu karibu, tufanye kazi ya Bwana. Ilisahau kanisa la Nyamugombe. Kanisa la Nyamugombe, nitaka kulisahau kanisa la Nyamugombe. Njoni tutambue huduma za mchungaji pamoja na kumwaga na kupatia mkono wa pongezi na zawadi ambayo umeiandaa. Nyamugombe, Msali, Mishoroti, unganeni wote nje. Makundi ya Msali, Mishoroti pamoja na kanisa la Nyamugombe. Haya, Ngalalambe, njoni sasa. Ngalalambe, tunyanyuke haraka, njoni tutambue huduma za uchungaji. Tuonane juu mbinguni, taji zetu ziking'aa. Tuonane juu mbinguni, taji zetu ziking'aa. Tudumu kuombeana, japo safari ni ngumu, imani ni ngao yetu. Msali, Mishoroti, Nyamugombe. Tuonane juu mbinguni, taji zetu ziking'aa. Tuonane juu mbinguni, taji zetu machozi ya furaha wakiwa wanamwaga mchungaji kwa kweli naomba, lakini ndio utaratibu. Tuwaombee jamani. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaombee mchungaji wetu pamoja na familia yake anapoenda katika majukumu ya kiinjili, tena azidi kubarikiwa. Kwaya ile sasa, naomba sasa waje tumalizie, tuendelee na ratiba nyingine, watu wakapumzike, wakapate chakula. Haya, kwaya ya vijana Mzani, karibu.
Naweza mkaketi Pastor. Make mmesimama sana, mmechoka nadhani. Hebu naomba sasa fundi mitambo, kama bado mko hamjaweka vizuri, naomba msogee. Haya, sasa tuingie haraka sasa. Kama mna maji mjaribu kwenda kwa haraka. Naomba sasa msogee. Sogeni mtaimbia huku. Njoni. Naomba sasa tuje. Hao ni kwaya ya vijana kutoka Mzani. Wao wana special zawadi zao. Watu wakiagana hapo, na huyu alikuwa jirani yake mpendwa, jirani yake wao, hata kama chumvi nadhani alikuwa anaenda anaomba. Kwa kweli ni huzuni, lakini machozi ya furaha ambayo kwamba walikuwa wakipendana. Anachukua cha hapo za kumbukumbu. Na kama kuna mshiriki mwingine amefika sasa na anaweza kaungana na kwaya hii. Asante fundi mitambo, asante. Na kuna kiongozi hapa wa kwaya ana maelezo machache, tumsikilize. Bwana ni mwema na wakati wote. Hali yote nipende kushukuru mtaa kwa ujumla kujitanisha katika siku hii ya leo, siku ambayo ni special kabisa, ambayo wengi wana huzuni, lakini pia ndivyo alivyopanga Mungu kwamba watumishi wa Mungu watakuwa wakisafiri kutoka sehemu moja kwenda katika mtaa mwingine. Sisi kama kwaya Tumaini tunaomba mchungaji pamoja na mchungaji, yaani familia kwa ujumla, watapokea hiki kidogo ambacho kwa kweli kwa muda ambao tumeishi naye ni mambo mengi atutushauri, tumeishi naye vizuri. Hata swala la urati basi alikuwa nasi kwa bega. Lakini pia bila kusahau mchungaji amekuwa nasi atutushauri katika kwaya. Hatuna budi kusema asante kwa sababu ni sababu inatoka juu, hatuwezi kupinga. Tuombe tu, tumwombee baraka mchungaji kwa kwenda aendelee na kazi ya Mungu. Amina. Pia basi tunaobaki na mtego wa Mungu kwamba tupatiwe mchungaji mwingine tuendelee kuishi naye, tufanye kazi ya Mungu kwa pamoja. Mungu awabariki. Amina. Na ndivyo tunaelekea katika miisho hii ya huduma hii. Wakitoka hawa sasa tutakuwa tumefunga. Mpite hapa, mnampa mkono
Shika mkono hapo, mnaagana na kuna picha wanaichukua. Sasa sogee huku, ipange vizuri uweze kuchukua picha vizuri. Asante, tunawashukuru sana washiriki wote mliogusa katika huduma hii ya kutambua huduma za uchungaji. Sababu muda umeenda, nimeita kama kuna vikundi vije, hawakuja, na kama kuna zawadi imeandaliwa bado tuko nao, unaweza ukawaona ukawapatia. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko nao, kwa hiyo haondoki leo. Na niwaombe sasa washiriki wote mahali mlipo, tusimame wote, na kabla hatujaenda kuomba, ana maneno machache ya kuongea mchungaji. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ilikuwa mbali kidogo hiyo. Ila sasa sikuumwa hivyo. Hili nimeungua. Hata kwenye yale mafunzo hiyo ninasema sana tu hivyo. Nilisaliwa kwa familia ambayo baba yeye ni mkali sana, mama yeye anacheka sana. Hiyo mimi sasa ikawa cheki sana, wala sidii, isipokuwa wala siduni, isipokuwa hivyo. Wakati ambapo nadhani nimekuwa mpole sana, huenda ndio wakati ambapo nimekuwa mkali sana. Wakati ambapo nadhani nimekuwa mkali sana, ndio wakati ambapo huenda sikuwa mkali. Kwa hiyo sidhani kama ninaweza kueleweka. Lakini kwa yote yale ambayo tulikuwa pamoja na mara moja ama nyingine, huenda uliona mchungaji amekosea, jamani tusameheane. Amina. Maana mbingu zinahitaji kusameheana ili kusudi tumuone Yesu. Lakini pia ninawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Ninawashukuru sana kwa upendo mliotuonyesha. Ninawashukuru sana kwa wema wenu. Ninawashukuru sana kwa kufanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano. Mungu awabariki sana. Mchungaji mwingine atakuja. Sijajua atakuja lini, maana wakati atakapokuja huenda ndio mimi nitakapokwenda au mimi nikaanza akaenda. Bado ratiba yetu haijajulikana vizuri. Na hivyo huenda bado tupo. Tutakapofika wakati tutakapopata ratiba kabisa ya kutoka, tutawaambia. Lakini ninaendelea bado kuwakaribisha. Hapo Mtoni Nyakanazi sio mbali. Ukipanda tu gari asubuhi tu nafika. Karibu sana. Bado tunawatambua kama watu wetu. Bado tunawatambua kama ndugu, kama dada, kama kaka, kama baba, kama mama. Tunawatambua sana. Tunawashukuru sana. Tuna zaidi ya kusema, isipokuwa Mungu awe pamoja nanyi nyote. Amina. Na mwisho kabisa ninalotaka kusema, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kwa mtii jifunzeni. Mali habari za uhamisho zilikuja kwa ghafla. Yes. Na ujua Yesu takuwa ghafla hivyo. Hivyo nashuhudia tu Yesu amerudi. Hivyo tujiandae. Shika kile ulicho nacho kwa bidii. Jifunze neno la Mungu kwa bidii. Usikubaliane na mtu yeyote ambaye anataka kukutoa humu. Usikubaliane naye kwa hali yoyote. Simama imara. Ni hakika Yesu atakuja. Na wapendwa niwaambie, ni haraka sana. Kwa hivyo tuombeane, tuishi kwa mapenzi ya Mungu, ili Yesu akija tumlaki mawinguni. Amen. Mungu awabariki sana. Kwa elimu tutaendelea kuonana na kuwasiliana. Mungu na awatunze. Amen. Ningependa kutoa ombi la mwisho. Tufumbe macho wote tupate kuomba.
mfalme wetu, Mungu wetu, tawala, muumbaji, wewe ambaye ukipanga hakuna anayepangua, na ukipangua hakuna anayepanga. Wewe peke yako, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa mpango wa mzazi. Asante kwa kazi njema walioifanya hapa kupitia maelekezo uliyoyatoa kwa kinywa chako. Bwana, popote pale ambapo kila mmoja aliguswa kwa namna fulani, kwa nguvu, kwa ufahamu, kwa maarifa, kwa kutoa mali zake kwa ajili ya kazi yako, umzidishie na kumbariki maradufu. Bwana, muda umefika, huduma yangu mahali hapa imeishia hapa, na umenipanga kwenda sehemu nyingine. Nakuja mtumishi wako Mchungaji Nehemia Sinabari, kama walivyonipatia mimi ushirikiano, ndivyo ambavyo ninawaombea wakampatie Mchungaji Sinabari ushirikiano. Kama ambavyo walinipenda mimi, ndivyo ambavyo wakampende na Mchungaji Sinabari. Kama ambavyo walisikiliza ushauri, ndivyo ambavyo wasikilize ushauri wa mtumishi wako Mchungaji Sinabari. Yote ambayo tulifanya kwa pamoja, wakafanya hivyo kwa mtumishi wako, ili mtaa huu kasonge mbele zaidi, watu wakaongezeke, makanisa yanayojengwa yakaishe, na makundi yakawe makanisa. Na Bwana, unapokuja kaandae watu wengi katika mtaa huu pamoja na mitaa mingine kwa ajili ya kumlaki Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Tusaidie, tupatie nguvu za Roho Mtakatifu, tukijua ya kwamba wakati wa kurudi kwa Yesu umekaribia sana, na hivyo tukafanye kama watumishi wetu wanaojua mapenzi ya Bwana wao. Bwana, kila ambaye amehuzunika, sote tulioko hapa tumehuzunika, ukatusaidie huzuni hiyo ikakome siku ile tutakapokutana mawinguni kumlaki Yesu. Tuongoze Bwana, atufanye tuwe watu wako. Sasa tunakumbuka pia msiba uliotokea kule kwa Mika. Fariji watu wako, wakumbusha kwamba siku moja machozi yote yatafutwa Yesu anaporudi. Bwana, kuna nyingine zaidi ya hili tulilokuomba, na hata yale ambayo huenda tumeyasahau, kwa sababu wewe unayajua ni haja ya mioyo yetu. Bwana, hayo nayo ukayajibu, ili jina lako likatukuzwe, kwa kuwa tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen.